tumeambiwa sote kullukum ra'i wa kullu ra'i kula mra'iyat. Kwa hivyo mimi ni ra'i, mimi ni mngemwambia imamu leo bwana hutuba ni achie somo hili na usika siruhusi kuswalisha leo ni achie swalishe mimi na usika siruhusi. Kwa hivyo mimi ni ra'i, nikasema nije nitumie nafasi yangu hii ya kuzungumza na Waislamu. Kwa hivyo nimesema nizungumze machache kidogo yanayotuhusu kwa hapa kuhusu hasa kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa Waislamu katibu kaeleza hapa mengi yanayohusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wakati nikimsikiliza kuna mengine nitayazungumza yanaonekana yanaleta karaha kwenye maeneo yetu haya. Au si kweli? Kuna baadhi ya mambo yanaonekana yanaleta karaha. Tena karaha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao ukimkera mwenzako basi adhabu ya Mungu ni kubwa zaidi. Na ukimfurahisha mwenzako Mungu anipa yeye kwa hesabu ya yeye. Au sivyo? Kwa hiyo tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah. Na huu ni mwezi wa kuchuma ndugu Waislamu. Huu ni mwezi wa kuchuma. Huu si mwezi wa kulala. Huu si mwezi wa kucheza karata. Wala huu si mwezi wa kucheza baba. Hatujui. Hatujui. Lakini huu si mwezi wa kuchezea hata kidogo kidogo. Kwa maana nyingine ile hatua yako moja basi uandike thawabu. Si ndio maelekezo ya Islam? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kwa maana wakitembea wakitembea wakilala, yani katika hali zote isipokuwa baadhi ya maeneo machache ambayo yamekatazwa kama chooni na maeneo mengine. Lakini maeneo yote tunatakiwa tuchunge thawabu. Ndio mwezi huu wa Islam. Mashaikh wanatuambia hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Kila mtu ahesabu nafsi yake kabla ya kwenda kuhesabiwa. Kwa kuhesabu ajua hili zuri, hili baya. Sasa kwa nini tuna haya ambayo kaashaje imamu hapa? Kwamba kuna vijana wakati wanawakera watu wakati wa usiku watu wanafanya ibada, kuna vijana wanawakera. Wewe si mpero gani? Kama nisikia kwa chini kidogo hapo. Ni kuna wapiga ngoma, kuna washadaku. Wapo. Sasa haya mambo kama yako, mimi naomba wale vijana waache haya. Sababu huu ni mwezi wa utulivu na amani. Huu Waislamu ni mwezi wa utulivu. Huu ni mwezi wa Qur'an. Ukiona basi kaa usome Qur'an. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema alif lam mim. Na akasema vipi? Alif harfu wa lam harfu wa mim harfu. Ukisoma hizi tatu unafahamu ngapi? 30, au sio? Na Mungu azidisha hayo. Zaidi ya hapo kuzidishia yeye mwenyewe. Sasa tusicheze tukafanya hali ambayo ya kupoteza. Sote ni mashahidi hapa. Wengine ndani ya wiki hii kuna wenzetu washatangulia kwenye kitu, au sio? Ndani ya mji huu tunawajua, wengine juzi, wengine jana, wengine, na Allah akatuwekea pazia. Hakuna anayejua ana pumzi ngapi zilizobakia kutoka hapa muda huu. Au yupo anajua? Kambakisha pumzi ngapi? Ajua kuna ugonjwa gani wa kutembelea moja? Yuko ajua? Ajua atapesa mara ngapi hivi? Kuna Waislamu Allah katuleta kwa katuleta sisi binadamu na majina, anatuambia wama khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Hakutuleta hapa kwa bahati tufanye ibada tu. Na hizi ibada ziko zimetandikwa hizi. Hizi ibada hizi
Sikazeka mwenyewe kazielekeza. Mashaikh wanakwambia hili zuri, hili zuri, hili zuri. Hili mbaya, hili mbaya, hili mbaya. Hatukuletwa hapa tukifanya mingine ambayo hana. Kwa hivyo tupo kwenye chuo. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni chuo cha miezi 11 leo. Tukitumia hiki chuo vizuri, tuna maamala ya mambo mengi tunayo kwenye maeneo yetu. Mengi. Hasa wakati huu. Allah katujalia tunatofautiana kama huu mkono, kama hivi vidole. Kuna wenye uwezo, kuna wasio na uwezo. Kuna mwenye nguvu, kuna mwingine hana nguvu. Sawa, kuna wasa, mwingine hana wasa. Lakini pia watu wanaotaka kuelekezwa akiwemo watu wetu. Haya yote tukiyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sehemu ya kuvuna. Hii mnajua na mashaikh wanatuambia mwezi mtukufu wa Ramadhani ukimfutarisha aliyefunga kwa moja ya tele, ujira wako au pungui na wake yeye au pungui. Ama sivyo mashaikh? Kwa hivyo mbona kuyafanya mchezo ya mambo? Huu ulimwengu tumeufanya uwe mwendo kasi. Sisi wenyewe na zikihitilafiana nyoyo zetu, imamu hata asimame hapa atuambie sawu sufufakum inna tasfiyata sufufi min iqamati salat. Kama nyoyo zetu hazijakaa sawa wala hazijapendana, basi hakumungu. Kwa hivyo tupendane, tuungane. Na miongoni mwa vinavyotuunganisha ni amani yetu. Tunaishi kwa amani, hadi tunachukua chake cha kwake anacho. Tuendelee kujenga amani na imani yetu. Uislamu ni amani na imani. Au sivyo mashaikh? Maana tusingekuwa tunapeana salamu alaykum, lakini maana ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maana yake nini? Si unamtakia mwenzako amani? Basi tutakiane amani. Tutakiane amani. Mimi nipo kama kiongozi, kama mshauri, kama mwenzenu. Narudia yale mniongozi, mnishauri. Lakini uongozi huu una pande mbili kuu. Ya kwanza, kiongozi kama Muislamu, kwa sababu Allah alishaniteua nisimamie. Lakini pia kiongozi kama serikali inapaswa nisimamie ya serikali. Kwa nyingine ni sheria nyingine. Ikitokezea watu wanaotuudhi sana, unaovuta bangi, unawalaunga, unawezi au wanaokera wengine, mimi napaswa kuchukua sheria kwa sababu sheria zipo kwa nafasi yangu. Kwa pamoja sana napaswa nichukue sheria. Ndio hiyo amani tunasema. Napaswa nisimamie amani kwa sababu napaswa nichukue sheria. Siwezi nikaona kuna watu, mtu anaiba vitu vya watu, pengine mbuzi hapo mnamjua kabisa bana mbuzi wetu hawakaya. Halafu tumwache tu hivi, ninayo mamlaka kwa nafasi yangu nichukue hatua. Kabisa hata tufunge macho. Kabisa. Hiyo ni nafasi yangu nyingine. Kwa hivyo naomba tushirikiane. Naomba tushirikiane kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani na mengine miezi mingine. Kwa sababu tunadhima na kullu umrai wa kullu rai. Kullu rai mimi nitaulizwa kwa nafasi yangu. Lakini na sote tutaulizwa kila mmoja kwa nafasi yake. Kila mmoja ataulizwa nafasi yake. Kwa hivyo tunadhima huko pia, tunao vijana wetu, tunao watoto wetu. Tuwaadabishe, tuwaelimishe kwenye mambo ya heri. Vijana wetu, watoto wetu wadogo ambao wanachukua na kera hao, hebu tuwakamate, tuwaelekeze kwenye njia za heri. Kwa sababu sisi tumeitwa umma bora kwa sababu tu ya kuelekeza kwa vijana kwenye heri. Sisi tumekuwa kuntum umman ukhrijat lin-nasi kwa sababu ta'muruna bil ma'ruf wa
yu'minuna billah. Hiyo tu. Kwa hivyo tufanye ile kazi ya kuelekezana kwenye yaliyo heri, na wala si kama kwamba unapoteza lakini unaongeza kwenye fungu lako ukiwaambia wenzako kwenye heri. Kwa hivyo watoto tuwashike sana, kwa sababu hawa watoto ndio mashehe wa kesho, ndio walimu wa kesho, ndio wakuu wa wilaya ya kesho, ndio viongozi wengine wa kesho. Lakini kwa namna ya kipekee kwenye dini ya Uislamu hawa watoto wana manufaa makubwa. Allah mwenyewe anatuambia kwenye kitabu chake kitukufu, ta'ala billahi minash shaitani rajim, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Kwa tafsiri ya juu ni kwamba waogope wale ambao waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim, lau kama wao wataondoka baada ya dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim, wataacha mambo ambayo ni hofu nyuma yao. Kama huyataki hayo, falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Isiyo tunaondoka sisi tumetangulia, lakini watoto wetu wanawakera watu huku nyuma, hatukuwaambia chochote kile, hatukuadabisha kwenye mema. Unamwacha mtoto anakera watu, anakuwa mwizi, anavuta bangi, anavuta unga. Huu mzigo ni wa kwako wewe, na wewe kwa sababu ni raia utakwenda kuulizwa. Kwa hivyo tutumie nafasi zetu kwa kuwaelimisha watoto wetu, tuwaambie walio mazuri wayafanye na walio mabaya waache. Kwa Uislamu nisema mimi ni mgeni, lakini kwa nafasi yangu si mgeni, na kwa nafasi yangu napaswa niyapate mengi. Kiwe mjuni bado tunazo kesi ambazo si nzuri za matendo mabaya, chafu, matendo ya wasichana kuwa ujauzito, matendo ya liwati, jambo kwenye jamii yetu. Kweli si kweli Waislamu? Sheme wasendo tunakaa dunia. Sasa kama yapo hayo tuyafanyie kazi, kwa sababu yote ni kinyume na Uislamu. Yote ni kinyume na sheria za nchi. Yote ndio maana serikali inapia ile zinasema hili silo, lakini ukienda kwenye Uislamu ni mbaya zaidi. Kwa hivyo yapo ambayo tunapaswa tuyakalie shura kwenye misikiti, tuyafanyie kazi kama misikiti. Hili lipo kweli. Kama kuna mtoto tunamjua na mzee wake ashughuliki, tumwambie. Sawa, tuambizane, tusiachiane. Tuambiane, tusiachiane. Maana Muislamu bora ni yule ambaye anampenda jirani yake kama vile anampenda Mwenyezi Mungu. Tunakwambiwa umpende mwenzako asipatwe na shida kama ambavyo wewe unapata na shida. Lakini kumuona kusema mwachieni jamaa ameshatushinda, ina maana wewe umpendelee mimi, na siku ya kiyama atakwenda kukukamata. Alikuwa ananiona huyu ya Rabbi, lakini alikuwa hana nabii, alikuwa hana nabii. Kwa hiyo tuambiane katika yaliyo heri na mabaya kukatazana. Lakini la mwisho nataka nimalizie, ndugu Waislamu, ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani una mambo mengi ya heri kama nilivyoanza kusema. Tuyashike yote, tusome Qur'an, tusome sana dua, tuombe sana maghfira, kwa sababu sisi tunamkosea sana Allah. Lakini tuwaombee wazee wetu dua, tuiombee miji yetu hii dua, tuwaombee viongozi wetu dua, tuwaombee marais wetu dua, kwa sababu marais wetu kwanza wote ni Waislamu. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni Muislamu mzee. Dr. Hussein Ali Mwinyi ni Rais wa Zanzibar, ni Muislamu mzee. Tumuombee, kwa sababu uongozi ni dhima, ni kazi. Kama nilisimama mimi nikasema hapa, nikasema mji huu leo kama kuna mtu analala bila ya kufutari, bila na mimi kwa wilaya nikawa najua, basi ninalokwenda kwa kujibu kwa sababu kwa Mungu siku yake. Kwa nini ulimwacha kuja hospitali? Sasa hatujuani. Ndio rai. Kumbukumbuka.
Hilo ni dhima ndani ya Uislamu, yaani Uislamu na mambo umetaka sote tuwe sawa sana. Kwa hiyo tuombeane dua kwenye dhima hizi, na kila mmoja asiache kuomba dua. Tusiache dua kuombea watoto wetu hawa. Hawa watoto hawa wanahitaji waombe dua. Tuwaombee dua Allah waongoe. Lakini kubwa zaidi pia tuwe na muamala mwema ndani ya jamii yetu. Tuna haki nyingi ndani ya jamii yetu. Tuna haki za kwetu sisi wenyewe kwenye nyumba zetu. Tuna haki baina ya jirani na jirani. Mpaka wakatuambia mashehe haya kwamba ukipika mchuzi akisikia harufu nyumba ya 40 umpelekee useme. Tuna haki mpaka za wanyama. Tuzifanyie kazi haya mambo haya. Uislamu Allah kauleta, sisi ndio wanufaika na Uislamu. Kwa hiyo tumuombe Allah tuongoze, atujalie tuwe waja wa heri, atutakabalie sala na ibada zetu zote katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Atujalie amani na imani katika nchi yetu, na tuongoze katika heri, atujalie katika njema. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi.